Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mercredi le 10 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na kuwapa habari mbichi kabisa kutoka kwenye uwanja wa vita. Habari zetu tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira. Tuwaambie ndani ya mji wa Uvira kumekucha aye asubuhi ya leo. Jioni ya jana kulisambaa habari ya kwamba waasi wa M23 waliingia ndani ya mji wa Uvira. Eske ni kweli ama ni bongo? Tutafahamu ndani ya habari zetu, na tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika na zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, mujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki hiyo ambayo iko hapo chini ya titre pale mu description. Mtapata hiyo linki, mujiunge au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata habari zote kwa wakati, na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kuelewa hali halisi ndani ya mji wa Uvira ni vipi. Habari zetu za asubuhi ya leo kama kawaida tutawapeleka moja kwa moja ndani ya territoire ya Uvira. Hapo ni mu province ya Sud Kivu, ndani ya mji wa Uvira unaopakana na nchi ya Burundi. Asubuhi ya leo mapema hapo Uvira kumekucha na mashambulizi ndani ya mji wa Uvira. Kuko nasikika mashambulizi ni tangu saa 11 ambapo kulianza kusikika milio ya risasi ndani ya mji wa Uvira. Masasi yanayosikika haiko masasi makubwa, hapana. Ni zile silaha ndogo ndogo ambazo ziko nasikika ndani ya mji wa Uvira. Mji wa Uvira tangu jioni ya jana saa 10, vikosi vya jeshi la Burundi, vikosi vya jeshi la FARDC walionekana kuondoka ndani ya mji wa Uvira, wakaelekea kwenye kuporo ya Kalundu, wakaelekea Kalemi. Kuna wanajeshi wa FARDC ambao tayari walielekea Kalemi wakitoka ndani ya mji wa Uvira. Kuna wengine wanajeshi ambao walielekea huko ndani ya Bujumbura, kapitale ya Burundi, paske kuvuka pale Kavimvira deja ni kuingia Gitega. Unavuka huko Bujumbura, iko mbali na mji wa Uvira. Wanajeshi hao wa FARDC waliondoka pale na wako morepli strategique kama walivyo tangaza wakati walitoka ndani ya mji wa Pluton, ndani ya eneo ya Luvungi. Wasemaka kwamba wanafanya kabisa repli strategique. Tangu siku ya jana tuliendelea kuambia hayo kwamba FARDC wako naondoka ndani ya mji wa Uvira. Vikosi vya wazalendo vilibakia vikishutumu FARDC ya kuwa ni wasaliti kabisa. Walibaki hapo wakisema kwamba wale majenero wa FARDC ndio wasaliti, paske wao ndio ambao wanapana ordre ama wanaagiza majeshi kile ambacho watafanya kutere, wakiagiza kwamba wanapaswa kudefendre, wapigane. Hayo yanawezi fanyika. Kama wameagizwa kurudia nyuma, watafanya hivyo paske wamepewa ordre na viongozi hao wa juu. Na wazalendo walibaki ndani ya mji wa Uvira wao peke, ila wakati ilifika saa 12 nao hawakuonekana ndani ya mji wa Uvira. Wakaaji walibaki ndani ya mji wa Uvira wao peke, bila kuona hata askari mmoja pale kurute wakifanya doria au mukartie. Wote kabisa walikuwa wamekosekana ndani ya mji wa Uvira.
Saa hizo za saa moja ndipo habari zilisambaa ya kwamba waasi wa AFC M23 walikamata mji wa Uvira kupitia Kavimvira. Habari hizo zikasambaa kwenye mitandao ya kijamii na video ikasambaa moja ikionyesha ya kwamba waasi wa AFC M23 wako ndani ya Uvira. Video ambayo ilikuwa ikisambaa baada ya uchunguzi, tukaona ya kwamba hiyo video iko ndani ya mji wa Uvira, bali ni ndani ya Mudaka. Ile video ilikuwa wakati AFC M23 walikuwa wamekamata mji wa Mudaka. Na asubuhi ya leo vyanzo vyetu hapo vinatuambia kwamba wako nasikia tu milio ya risasi makwe tofauti maeneo yote mji wa Uvira, wako nasikia masasi. Hawajue porole moma wanaomiliki Uvira ni wakina nani. Wale wanaopiga masasi hawajui ni wanani. Wakaji hao walilala usiku wote wakiwa na uoga kabisa, wakiogopa ya kwamba hali inaweza kukua mbaya wakati wowote. AFC M23 wakati inaweza kuingia, kuna vikosi vya wazalendo ambavyo vilikuwa humo vyenye vingelipigana nayo, ila hakuna mapigano ambayo yalisikika usiku huo. Mashambulizi yalianza kusikika saa 11 asubuhi, na mashambulizi hayo ambayo yalianza asubuhi mapema yaliacha wakaji kubakia ndani ya nyumba zao kutokana na uoga ambao wako nao hapo Uvira. Vyanzo vyetu vinasema ya kwamba hakuna kabisa wanajeshi ambao wako na waona hapo, ni wanajeshi wa AFC M23, ni wanajeshi wa FARDC hao wazalendo na jeshi la Burundi hawajapatikana hapo, hawajawaona donko. Na habari hizo za kuwa AFC M23 iko ndani ya mji wa Uvira hatuwezi tukawaambia ni kweli, wakati vyanzo vyetu hapo Uvira vitasema kwamba vilishawaona hao wanajeshi wa AFC M23, ila inawezekana kabisa kukamatwa kwa mji wa Uvira na wasi wa AFC M23. Ni kwa nini nasema haya? Vikosi vya jeshi la Burundi na jeshi la FARDC, wale ambao wako na nguvu, walikuwa deja wameondoka ndani ya mji wa Uvira kuanzia 17h. Hakuna FARDC au jeshi la Burundi ambalo lilikuwa hapo Uvira. Kulikuwa vikosi vya wanajeshi vya wazalendo ambao walikuwa wakibakia hapo ili kuresiste kabisa, wakisema kwamba watapigana, na vikosi hivyo vya wazalendo vilibaki hapo, ila nguvu zote zikiwa zilibebwa na FARDC huko Kalemi, zingine Bujumbura, wakati walikuwa na ondoka ndani ya mji wa Uvira. Mnasikia kwamba hata wazalendo kupigana pale haiwezi ikasimamisha AFC M23, paski AFC M23 iko na nguvu kuzidi wazalendo. Ile ndio realite, wakati FARDC shabeba vifaa vyote vyenye kuwa na uwezo wa kupigana na AFC M23. Mnasikia kwamba wazalendo nguvu haziko, na mkoe nakumbuka ya kwamba AFC M23 inaungwa mkono na nchi, inaungwa mkono na PI, ndiyo maana nguvu wanazo kupitia ile nchi ambayo inawaunga mkono. Ndani ya mji wa Uvira kinachosikika kwa muda huo ni mashambulizi ya silaha ndogo ndogo mule mu makartie tofauti ya mji wa Uvira, ila vyanzo vyetu hapo kabisa havithibitishi ya kwamba AFC M23 wako ndani, paske hawajaona movement yoyote ya wanajeshi pale. Ni AFC M23, ni wazalendo, ni FARDC, ni wanajeshi wa Burundi? Hapana, wanaendelea kuona ya kwamba wako wao peke ndani ya mji wa Uvira. Kama kutakuwa changement tutawaambia, ila nataka kuambia kwamba 60%, 70% AFC M23 inaweza kukamata mji huu, paske hakuna vikosi vya kudefendre sauf wazalendo ambao nao nguvu kwa sasa ziko walisha zibeba wanajeshi wa FARDC na jeshi la Burundi wakati waliondoka ndani ya mji wa Uvira. Tuendelee na habari zetu. Kikundi cha mawasiliano cha kimataifa cha maziwa makuu ICG chini ya uongozi wa Ujerumani wanashutumu ongezeko la hali ya mvutano na kuiomba
plito na kuagiza kusitishwa mara moja kwa mashambulizi yanayoendeshwa na AFC M23 na RDF jeshi la Rwanda. Ni serikali za Marekani, Ubelgiji, Denmark, Umoja wa Ufaransa, Ujerumani. Mnajua ya kwamba nchi ambazo ni wanachama wa kikundi cha mawasiliano cha kimataifa cha maziwa makuu, ni nchi hizo kuu kabisa. Waliagiza hayo siku ya jana, ambapo walisema kwamba wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ghasia mashariki mwa Kongo na shambulizi jipya la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kuzunguka Uvira ndani ya Kivu Kusini. Ile communique inashutumu kuongezeka kwa hali ya hatari inayoashiria kuongezeka kwa matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani ndani ya mashambulizi ya kujitoa mhanga yanayowakilisha hatari kubwa kwa raia. ICG inataka M23 na vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF kuacha mara moja shughuli zao za uchokozi, kujiondoa katika eneo la Kongo na kuheshimu ahadi zilizotolewa huko Doha mnamo le 19 juillet 2025. Wanachama wa kikundi hicho wanawataka wahusika wote kuheshimu sheria za kimataifa, azimio la 2773 la Umoja wa Mataifa, pamoja na ahadi za makabiliano ya Washington ya tarehe 4 mwezi huu mwaka huu ambao tuko ndani. Wanahamasisha wahusika kuepuka kauli au vitendo vyovyote vya uchokozi vinavyoweza kuzidisha mgongano huo. Hatimaye ICG inawashauri wahusika wote kujihusisha tena haraka na bila shaka katika kusitisha mapigano na kuhakikisha upatikanaji kamili na salama wa kibinadamu ili msaada muhimu ufike kwa watu walioathirika. Ni Etats-Unis d'Amerique na Ufaransa na zile nchi tofauti zinazo fanya kabisa kikundi cha mawasiliano cha kimataifa cha maziwa makuu walioagiza Rwanda na AFC M23 kusitisha mapigano. Na kile ambacho kiko kama swali kwa Wakongomani wengi ni kwa nini wametangaza hayo wakati AFC M23 ilishafika ndani ya maeneo karibu na Uvira na hata kukaribia mji wa Uvira, ambapo muda wote unaweza kukamatwa. Wakati walikuwa wanapigania huko Kamanyola hawakuagiza AFC M23 na washirika wao kusimama. Unaona kwamba iko ndani mchezo fulani ambao kabisa sisi raia tunajikuta tujui kinachoendelea. Gouvernement ama FARDC na wale ambao wako mvita, inaonekana ya kwamba kuna kamchezo fulani kabisa ambako kanaendelea kati ya pande mbili. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kusubscribe, mjiabone ili kukuwa napata habari mbichi kabisa za kila siku na kila wakati. Muendelee kucomment na kulike, muendelee kuzisambaza habari kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup. Wa Uvira kwa ajili ya kuwalinda, alisema hayo Corneille Nangaa. Sijui ya kwamba alikuwa